Tuko kwenye bandari ya Kigoma na tumepata fursa ya kutembelea miradi miwili. Mradi wa kwanza ni ukarabati wa meli ya MV Liemba. Ni meli ya siku nyingi sana na ni meli ambayo inatumika sana kwenye maeneo haya ya ziwa Tanganyika. Na tunafanya ukarabati wa meli hiyo, ukarabati mkubwa kwenye meli hiyo. Kwanza tunafanya mabadiliko, tunabadilisha engine zote mbili. Tunaleta engine za kisasa na engine kubwa. Pia tunaweka generator mpya, tunabadilisha kule sehemu ya deck na tunaenda kubadilisha hata propeller ambayo shaft zetu tunazibadilisha zote. Kazi inaendelea kwa asilimia kubwa, kazi iko vizuri. Kazi itakayofuata mwisho ni kuitoa meli pale ilipo na tuipeleke kwenye chelezo kwa ajili ya kufunga hiyo propeller shaft, ili baada ya hapo meli tuiteremshe tuweze kuifanyia river trial. Miezi miwili inayokuja meli hiyo ya MV Liemba itakuwa inaanza kufanya kazi. Yaani tukizungumza kunako mwezi wa Julai mapema meli ya MV Liemba itakuwa ipo vizuri. Nashukuru Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Profesa Makame Mbarawa amefika site na ameona maendeleo ya mradi wa ukarabati wa meli yetu kongwe ya MV Liemba. Huu mradi umeanza Julai 2024 na utakamilika Julai 2026, yani mwaka huu. Na hii meli itakaporudi tena kwenye safari itakuwa mpya. Kwa maana lile umbo lake tu la nje ndilo la zamani, lakini vitu vyote vilivyomo ndani, vifaa vya kuongozea meli, yani navigation set zote, lakini engine, generator zake, pipes zote ndani, propellers na shaft yake zote ni mpya, kwa maana ya vifaa vyote vinavyotakiwa kwenye meli ili meli tembee ni vipya. Na hata ndani nakshi zake zitakazowekwa tunataka tuendelee kuimitate ule uzamani wake, kwa maana tutaweka floor ya mbao kama ilivyokuwa wakati ule wa mwanzo ili tuendelee kuvuta utalii. Lakini design yake ya ndani itakuwa nzuri na ya kisasa. Itakuwa na viti vizuri na itafanya sasa hii meli iwe na maisha tena mengine, ikiwezekana miaka 100. Mradi wa pili ambao unaendana sambamba na huo, kwenye bandari yetu hii ya Kigoma hakuna dedicated terminal kwa ajili ya meli za abiria. Kama mnavyoona meli ya MV Liemba iko pale, ambayo ile eneo vile inatumika kwa meli za mizigo. Sasa hapa tuna mradi mwingine ambao tunajenga terminal kwa ajili ya meli za abiria ambao zitafunga hapa sasa. Na pia hapa tunajenga jengo kwa ajili ya abiria wakati wanasubiri na wakati wa kuingia, wataweza kuingia hapa na watakuwa wako vizuri zaidi. Na pia eneo hili hapa tutajenga parkings kwa ajili ya abiria wanaoletwa na abiria na magari yanayokuja kusubiri kuchukua abiria. Kama mnavyoona barabara hii ni vumbi. Sasa tunaenda kujenga kwa kiwango cha lami, kwa sababu kama unafanya mambo ya ndani kwa mazuri, na hata ile barabara inayokuja huku iwe inaendana na viwango ambavyo vinakubalika. Sisi kama serikali au kama wizara tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa anayofanya na kwa kutupa kipaumbele kwenye sekta ya uchukuzi. Na tunaomba tumhakikishie Mheshimiwa Rais na Watanzania wote kwa ujumla kwamba hatutowaangusha. Hii inatafsiri kwamba miradi hii ikikamilika itaenda kuinua uchumi wa mtu mmoja mmoja wa Mwanakigoma. Kwa sababu meli ikianza kufanya kazi, wafanyabiashara ambao hasa wengi ni wanawake huwa wanafanya shunting kutumia hii meli. Kwa hiyo ikikamilika na huko wanasubiri, yani masikio yao yanasikiliza MV Liemba inaanza kazi lini. Na niwaambie Wanakigoma kwamba na Tanzania kwa ujumla kwamba meli maendeleo yake ni mazuri, imefikia 64%. Ina maana baada ya miezi miwili chombo kinaingia majini, tunaanza kazi, uchumi unafunguka. Sasa hivi Kigoma sio mwisho wa reli, Kigoma mwanzo wa fursa. Maendeleo sasa hivi yaliyofikiwa ni mazuri, kazi inakwenda vizuri, imefikia 64%, na kwa mujibu wa maelezo ya wasimamizi na waziri mwenye dhamana tunategemea ndani ya miezi miwili ukarabati utakuwa umekamilika. Ni muhimu sana kwa wananchi wa mkoa wa Kigoma kwa sababu kwa sasa hivi hatuna meli ya abiria. Watu wamekuwa wanatumia usafiri wa boti. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa
Rais kwa kuona umuhimu wa kuhakikisha kwamba mkoa wa Kigoma na sisi katika ziwa Tanganyika tunapata usafiri wa